Tarehe ya 19 Aprili imefika na wageni wetu ambao tulisema watakuwepo wameshafika kwenye ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna dada yetu ambaye ni Hasra Dereje ambaye ni mshindi wa pili wa Miss World, ambaye pia ni Miss World Africa, lakini mtu mwenyewe mzito ni mrembo wa dunia 2025 Miss World 2025 ambaye ni Opal Suchata, na yeye yupo hapo na ni kutoka Thailand. Leo hii ni historia sana kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu gani? Kwa sababu mara ya kwanza tuna mashindano ambayo ni ya muungano, kwa sababu baada ya miaka 58 tuna mashindano ya muungano. That means kuna wakilishi kutoka visiwa vya Zanzibar ambao wapo hapo, wakilishi wawili. Lakini zaidi ya hapo, kwenye historia ya Tanzania mashindano tunayafanya tangu 67, lakini hatujawahi kuwa na mshindi wa dunia ambaye amewahi kufika kwa ajili ya mashindano ya fainali ya Tanzania. That means hawa ambao wameshakuwa kwenye kambi ya Miss World watashuhudia nani atashinda kuwakilisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye mashindano ya dunia Miss World mwaka huu pale Vietnam. So ni mara ya kwanza, sio Tanzania tu, lakini Eastern Central Africa. Haijawahi kutokea Ethiopia, haijawahi kutokea Kenya, Uganda, nchi zote nyingine hapo. Nyingine za West Africa na South Africa sina uhakika, lakini ya hii sasa haijawahi kutokea kwamba mshindi wa dunia anakuja anahudhuria mashindano ya kitaifa. So nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kufanikisha, lakini pia naomba nitoe shukrani zangu za pekee kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya moja tu, kwa tuamini, na mwaka jana aliwapokea Ikulu na wakazungumza na hawa warembo, lakini not only that, amemteua waziri ambaye ni Paul Makonda kama waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, ambayo ameibeba hiyo. Umeelewa kwamba uwakilishi wa nchi kwenye mashindano ya taifa ni muhimu sana. So tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kutekeleza jambo na azma ya Tanzania, lakini pia Mheshimiwa Rais kwa kuteua viongozi ambao wanafaa kutuendelesha vijana, kwa sababu hawa ni warembo ambao ni vijana, lakini pia kutengeneza ajira, lakini ajira kwa kila mtu, umeelewa? So tunashukuru sana na tuko hapo.